Kwa maana gani? Mpira naujua, nimeucheza na najua. Yule Ngoma rafiki yangu hamna kitu. Juzi ile mechi ya Mogadishu nilisema tumpe muda kwa sababu, lakini imejiridhisha ile juzi ile dhidi ya Singida. Katia ndosi wewe hujaona? Mchezaji ana vitu vitatu, possession, umeelewa bana, ball control na ball balance. Yaani mpaka naogopa mimi. Alafu bado unaambiwa kuna mmoja kabaki. Wa kutambua bana. Sema nitatoa kodi. Juzi tulikuwa kwenye charity ya yatima. Ndugu yangu na rafiki yangu Ahmed Ally. Ni msemaji ambaye namkubali, lakini pia alijitoa uongo wake, ukweli wake kuipigania. Sio mchezo jamaa, muongo yule. Tulikuwa hatuna mambo kwamba kuna mtu kumbe anaweza kukaa juu pale na laptop yake, yeye anafanya analysis ya sisi, umeelewa? Sasa hivi Yanga tunao mambo, yaani kama benchi la Al Ahly, sisi tunachukua ile, alikuwa anatuambia tunachukua mbao. Umeelewa? Ile mbao ya Zanzibar haina kitu, kwanza value yake ndogo, lakini mbao ile kuna watu walipiga nao picha. Ndugu zangu akina Kisugu akina nani walipiga nao picha na kulala nayo. Kuboresha ndio walete watu wa shilingi 50. Yaani ukisema hivyo, Yanga tulikuwa tunaboresha timu, tulikuwa tumeleta Depu, tumemleta msimu gani? Milioni 700 na point. Nimeongea kuna kitu kimoja hapa, hata ukisikia wachezaji wa click sio wote wale. Yaani wachezaji wote wasiklik kwenye mfumo itakuwa tena, yaani hata kama tumepigwa ndinindi itakuwa sio nchi hii. Azizikia yupo. Ni kweli tunajenga timu, lakini angalau huu ujenzi unaona kabisa huu wa concrete na kokoto ngumu zile nyeusi. Natengeza gorofa. Sio mchezo, yaani acha kabisa bro. Mateki na hesabu zao wanahesabu Kijapani. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeace. Tulikuwa hatuna mambo kwamba kuna mtu kumbe anaweza kukaa juu pale na laptop yake, yeye anafanya analysis ya sisi, umeelewa? Sasa hivi Yanga tunao mambo, yaani kama benchi la Al Ahly. Nini maana yake? Kwamba hii ni progress kwenye football. Kwa hiyo ndio maana tunajiwekea target, kwa maana benchi la ufundi limetimia. Sasa target yetu sisi ni hii. Tukifika alhamdulillah, tukiferi basi tutajua tumeferia wapi. Ulivyozungumza kwamba mna kocha wa set pieces, nikakumbuka timu tishio kwa set pieces ni Arsenal. Naiona kama Young Africans pia inaweza kama Arsenal fulani mwakani. Yaani hatari shehe. Yaani zamani kwa mfano wa Kevin ambao nimekutolea, unashangaa wewe jamaa. Yaani unaona kama kazi rahisi, sisi umeelewa, lakini sio kazi ndogo, sababu yule anapeleka ripoti yake yeye alio nani na set pieces hivi, na maana atakuwa anachaguliwa mchezaji fulani kwa maana anavyofundishwa na vitu ambavyo anavyo kwenye mazoezi. Huyu ndo atakuwa mpigaji, huyu ndo sehemu zake hizo. Kwa hiyo zina makocha sasa hivi mpira ulivyo improve. Okelo piga hivi. Yes, umeona bana, umeona bana. Kwa hiyo ndo maana tunaye. Sasa tutake nini ndugu yangu? Kwa malengo nimejiwekea kufika hatua robo finali, kikosi chako cha Young Africans unakiona kipo kikiweza kufika hapa? Bana hatari rafiki yangu. Maana nikikupa kikosi naona mpaka kinamwagika. Nilikuwa namwambia ndugu yangu hapa, yaani Yanga mwaka huu nimemwambia Simba na unaenda nako kama EF. Kama si yatima. Lakini EF iliyasumbua unakumbuka? Kusumbua ikatusumbua nani yule Tabora. Kwa hiyo ni ipo, hata mkubwa siku moja unaweza kuadhibiwa, lakini mwisho wa siku mkubwa kwa sababu ni football. Sisi umeelewa, yuko wapi EF? Ndio mfano nilokupa, kwa sababu unaona kabisa kuna mmoja anasajili alafu na mwingine anafanya blanda. Sasa nikikuuliza hata wewe, nani anasajili nani anafanya blanda? Huku akishuka mtu Afrika inashtuka, Tanzania inatikisika. Huku akishuka mtu kama akijatokea kitu. Lakini wao si wanaboresha, wewe ndio kama vile unatengeneza timu mpya, unasuka kikosi. Kuboresha ndio walete watu wa shilingi 50. Yaani ukisema hivyo, Yanga tulikuwa tunaboresha timu, tulikuwa tumeleta Depu, tumemleta msimu gani? Milioni 700 na point. Umeelewa? Tulikuwa tunafanya tu addition kwa sababu kikosi tayari tunayo. Pakome yupo kipindi kile, umeona bwana. Mpume Lelo yupo. Sasa hivi Pakome hayupo, Mpume Lelo hayupo, umeona bwana. Azizikia yupo. Ni kweli tunajenga timu, lakini angalau huu ujenzi unaona kabisa huu wa concrete na kokoto ngumu zile nyeusi. Natengeza gorofa. Sio mchezo, yaani acha kabisa bro. Kwa hiyo ndo maana nakwambia nikiangalia kikosi, yaani mpaka naogopa mimi. Alafu bado unaambiwa kuna mmoja kabaki. Wa kutambua bana. Sema nitatoa kodi. Juzi tulikuwa kwenye charity ya yatima. Tumekaa na kina mzee Masatu, babu tunavoongea nje ya mic. Acha wewe bro. Na umeshasikia wameshaanza kupigishana shoti. Hiyo tarehe 12 bado. Yaani hao ndo Simba, watu wa ajabu kabisa rafiki yangu. Tupe kodi. Siwezi kumwaga wewe, elewa hivyo.
mpira hujaanza mnaanza tena, sijui umeelewa? Ni kitu kibovu sasa, kwa sababu hii ndio unaenda kumnyanyasa shabiki na kutompa haki yake. Angalia jezi mshamkosea tayari, kosa namba 1 la mtu aende kufly. Haya, mnaanza tena ugomvi, mnataka kumnyima tena la hapo. Hajafu jezi mbovu brother, mbovu jezi hamna kitu. Yani kama ile mwaka juzi watu wale magadi yao yale, mwaka huu mimi sijaelewa rafiki yangu kabisa. Messi nimeshika juzi hivi, hamna kitu, hamna kitu, si material. Lakini design vipi? Maana yake unaweza kaangalia material tu pia design. Yani hata design, kwa sababu design ndio mtu unaihukumu kwa mbali. Mimi nimeanzia hiyo kaifia nje kuja kugusa hivi, hamna kitu. Wanasema wamekopi kwa. Yani nimemkumbuka Ngoi, bora hata Ngoi sisi tumemtoa, bora hata wangemfuata Ngoi. Kwa sababu sisi Balala mwaka huu tumechukua France. Tumesikia design katoka France. Umeelewa hiyo Yanga Afrika. Wewe angalia zile tu wanazovaa nani sasa hivi. Uuzi wenyewe ukitoka acha kabisa. Lakini unathubutu vipi? Yani bora wa mwaka jana ule mwekundu, mimi ule nilipopiga na nilusifia. Ule wa Simba mwekundu ule, yani unaona kabisa ni ile Simba. Sasa, na hata mtu akivaa inakopo sio huu sasa hivi. Unathubutu vipi sasa kuongea tayari mapema kusema kile kitu ni kibovu ikiwa bado cha kwako hakijatoka? Nimekwambia zile set nani za nani umeziona? Naziona. Uzi wenyewe wa sherehe. Lakini unajua hata msimu uliopita Simba ule wa mazoezi walisema ni mzuri sana. Ulipokuja kutoa wakasema mbaya. Zilikuwa mimi nizifia bwana, wewe anaongea mbaya. Umeiona ile pale? Ile ilikuwa mbovu. Kuna ile ya blue ndio zilinunuliwa sana na nyekundu zilikuwa basi, zingine zote zilikuwa mbovu. Umeelewa? Yaani kuwa honest, zote zilikuwa mbovu. Mwaka huu material yani uelewi. Umeona, lakini ndo basi. Umeona basi sare yao ya shughuli ishatoka, wafaya hamna nani. Subiri uzi utakaotoka wa kiumeni. Kama ule unausifia ambao umeuona, subiri utakaotoka. Umeona Yanga hajawahi kukosea hivyo. Wakiongea na nani, sio wametoa alamani, sio wametoa nini, lakini uzi unakopa umenyooka. Yeah. Sawa, lakini tukigeukia na kauli ya jana ya afisa habari wa klabu yenu ya Africans Ali Shabani Kwame, alizungumza kwamba miongoni mwa yale matukio na lile jambo ambalo mlitarajia kulipata tayari imesha katika mikono yenu, hususan kwenye masuala ya usajili. GSM yule mchezaji ambaye alikuwa anawasumbua tayari yupo naye katika mchoro mzuri, tuseme tayari makubaliano. Unamjua nani? Sasa mimi ndo nigeukie kwako wewe. Je, alikuwa anawasumbua ni nani? Wewe hapo stoi show yao usipige chochote. Umeona hali amehitaja kikodi. Kwa hiyo inaenda hivyo kikodi. Sasa wewe changanua. Umeona bana. I think ushajua kwa sababu GSM wachofanya mwaka huu kama boss kalewa kweli. Ndio. Sijui umeelewa eh? Yaani kafumba macho. Kwa sababu bro vitu vilivyofanyika mwaka huu au mseme miaka miwili nyuma, umeona bana Yanga wamesupport. Umeona bana ukiangalia maji yake yanauzika. Yaani kila kitu watu wanajibusti na nizao zile. Kwa hiyo kaona kwa nini mimi nisiwape furaha. Na mwaka huu hata yeye mwenyewe kashiriki kwenye ushindi ule kwa udani tunazificha. Sijui umeelewa? Ushindi ule sio umeelewa? Kaona engineer jana akasema katika msimu ambao kivumbi na jasho ulikuwa msimu ambao umepita. Kuna game mpaka tunaenda KMC pale na matajiri kuanzia mfagiaji mpaka yeye mwenyewe GSM kaja. Unaikumbuka ile bado game mbili before ya kuna nini? Sasa ndo Yanga tumezoea hivyo. Hatujazoea hivyo. Nini kifanyike? Ngoja watu niwaletee mashine. Ndo wada kina Sharulile, akina nani? Shehe bala lake kubwa nakwambia. Bala lake kubwa, yani kubwa. Nimeongea kuna kitu kimoja hapa, hata ukisikia wachezaji wa kliki sio wote wale. Yaani wachezaji wote wasikiliki kwenye mfumo itakuwa tena yani wataka kama tumepigwa ndinindi itakuwa sio ya nchi. Ndinindi ipo lakini sio ya nchi. Lakini tuombe dua na Sara wachezaji wetu wa kliki kwenye mfumo tupate mataji. Yeah. Bana, taarifa mbaya kwa Young Africans lakini pia iliwekwa sawa hapo jana na rais wenu Engineer Hersi ni juu ya kuibiwa kwa kombe, hususan lile kombe la ngao ya jamii. Aloiba bana amefahamika. Mchome Mapogo. Wamecheka kwanza. Mchome, nimefurahi kwa sababu kipindi kile Simba yupo kama nani, sisi tunachukua ile alikuwa anatuambia tunachukua mbao. Umeelewa ile mbao ya Zanzibar haina kitu, kwanza varu yake ndogo, lakini mbao ile kuna watu walipiga nao picha. Ndugu zangu akina Kisugu akina nani walipiga nao picha na kulala nayo. Nini maana yake? Kwamba ni kitu ambacho cha muda mrefu hatukipata, na ndio maana hata haya makombe yao mawili waliopata mimi niliadedicate kwa ndugu yangu na rafiki yangu Ahmed Ally. Ni msemaji ambaye namkubali, lakini pia alijitoa uongo wake, ukweli wake kuipigania. Sio mchezo jamaa, muongo yule. Umeelewa bwana? Ndio. Kwa hali na uvumba, umeelewa bwana? Amepata kufutia machozi. Kwa hiyo ngao ambao unaisema kama kweli Mchome kana nini, basi itakuwa ni kujipooza kwa yale ambao wanasema alikuwa ni mbao.
Lakini mimi najiuliza timu kubwa kama Yanga, taasisi kubwa kama Yanga, ni kivipi inaibiwa kombe na mtu mmoja kama hivi? Bwana, kuna siku tulifanya mkutano pale, kuna mtu aliondoka na kamera, kama unakumbuka, kama za kwenu hizi, na tulitoa hata kwenye nani. Kwa hiyo mwizi ni timing tu, mtu anaweza kaiba hata Central pale, inategemea na mmejipanga vipi, umeona bwana, kwa sababu mwizi naye binadamu anafikiria nyinyi mvokaa. Kwa hiyo watu wanaiba hata kambi ya jeshi, shehe wangu mtu anaondoka na 47. Kwa hiyo ni timing na mahesabu, kwa sababu ile sometimes ni kazi kwa mtu ambaye ana uzoefu nazo. Kwa hiyo usishangae kwa jambo hilo, ndugu yangu. Yeah. Tukigeukia kwenye masuala ya kikosi, Simba pale wana Dumbia. Kuna mtu alinidokeza akaniambia Dumbia wawili au Dumbia watano ni sawa sana Peter Shalulile mmoja. Bro, mimi nimecheza mpira. Kwanza by professional mimi nimecheza martial art. Umeelewa? Na vitu hivi na jiu-jitsu na karate na MMA. Umeelewa bwana? She, ukimwangalia mtu hata anavyofanya hivi. Kuna siku mimi nilitembelea Azula pale, kama unapofahamu. Kuna coach pale. Na mhifadhi kwa jina. Nikaona anavyofundisha, nikamwita mwanafunzi mmoja hivi. Unaona bwana? Yule anashangaa ni mwalimu wa Shotokan, lakini mateke na hesabu zao wanahesabu Kijapani. Yaani ile ich ni san chin go rock mpaka 10 ile Kijapani hiyo. Sasa na majina vile vile. Mateke, unajua mateke inaweza kuwa ile, lakini jina hili kwenye Gujuru inaitwa hivi, kwenye karate. Teke hili naomba linaitwaje, ananiambia hilo mawashi. Ili yoko, ili my girl. Sasa hayo ni majina ya Kijapani. Yeye anafundisha mchezo gani? Pale nikasema basi ngoja nitulie, kwa sababu mtu anachukua ugali wake uwezi. Kwa sababu kuna wazazi wanawaleta watoto wao pale, umenielewa? Nini maana yangu? Mpira pia nimecheza. Na nilikuwa napatisha mimi kipindi hiko, unajua ile shule unapiga mpira ile. Watu wanakusubiri, bado namsubiri Juma anamaliza kula ugali. Yaani timu jana nini? Kwa maana gani? Mpira naujua, nimeucheza na najua. Yule Ngoma rafiki yangu hamna kitu. Juzi ile mechi ya Mogadishu nilisema tumpe muda kwa sababu, lakini imejiridhisha ile juzi ile dhidi ya Singida. Katia ndosi wewe unaona. Mchezaji ana vitu vitatu, possession, umenielewa bana, ball control na ball balance. Umenielewa? Yule alichokuwa nacho ule urefu na kupiga vichwa, na ndio maana akapata goli la kichwa. Ana mikimbio ya mpira. Ana control ya ball, kwa maana unampelekea mali ile kudribble na kupossess mpira na kuchambua mmoja mmoja, hivyo vitu ana. Na ndio vitu ambavyo hata kocha anakuangalia. Lakini wanasema kuwa goal poacher pia ni nzuri kuliko kuwa kama kina Prince Dube ambao wanaweza Mpume leo mashine nyingine na kazirisha kwenye tasnia tangu yuko Azam. Ana deni. Leo hii kutaja hata mtu Azam anakuambia Mpume leo mambo gani kafanya. Umeelewa bwana? Kilichobaki wote itaita mapenzi tu, kwamba umpendi basi, lakini mpira nao yule, hivyo vitu vitatu nikiangalia bado napata ukakasi. Juzi ndo nimejiridhisha mimi. Na kuna mmoja alipata ile, ninafikiri nani kwa sababu amekimbia ile, ndo ball bands ya nani, mwenye ana mpira, lakini alivyokimbia na kujikwaa, alivyogonga ile nguzo, nikasema ile damage nyingine bahati hajavunjika. Simeelewa. Kwa hiyo ingekuwa hasara tena kubwa. Lakini angalia jinsi alivyojikwaa na kuanguka. Yaani anakimbia kama mtu ambaye sio ni kuelezeje, mpira si umecheza? Vitu vitatu hivyo hana brother. Na mapema sana yaani wataona kabisa tumeingia mchomo. Kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi. Haya maneno yangu yatunze, na utakumbuka Juma uliniambia mpira mimi nimecheza, vitu vitatu hana ball control, hana ball balance, umeona bwana. Hana. Ni top scorer wa ligi ya mahali kule anapotoka golikipa wenu Jigidi ya. Zile goli 17 zilizoshinda zile. Inategemea na mimi nakwambiaje bro, inategemea kule walikuwa wanacheza na kina nani, umeelewa bwana, inategemea na watu gani ambao wamekutana nao, kwa sababu unaweza kuwa mfungaji bora lakini mfungaji bora wa wapi? Kuna ligi au kuna nini very comparative. Sijui umeelewa? Ili kudhibitisha hayo, mimi nimekupa tu kitaalamu, nisimhukumu sana. Umeelewa bwana, nimeongea kitaalamu na anayejua mpira anaona kabisa nilivyoongea. Na mtu ambaye kama kamwangalia vitu hivi ambavyo mimi nimevisema vimeonekana, labda kama kajifanyisha, lakini kama ndo vile hamna kitu ndugu yangu. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.